Kesi hizi zimekuwa zikifikishwa mahakamani mara kadhaa, lakini kuna kipindi kesi hizi zimekuwa wakati mwingine hazina mafanikio, na mafanikio hayo yanakosekana kutokana na sababu mbalimbali. Lakini sababu moja wapo ambayo inasababisha kesi hizi siwe na mafanikio ni swala la jamii husika. Kuna kipindi ambapo matukio yanatokea yanakuwa yanahusu watu ambao wanafahamiana au ni watu ambao ni ndugu wanaojuana. Kwa hiyo unakuta ikishatokea mazingira ya namna hiyo, unakuta kwamba watu wanashindwa kuja kutoa ushahidi wa kutosha ili kuisaidia mahakama kutenda haki, kwa sababu mtu aliyetenda tukio hilo basi ni mwanandugu. Kwa hiyo yanafichwa ndani ya familia na kupelekea haki ya yule muhanga kutokupatikana. Lakini pia kuna kipindi mara kadhaa au kwa sehemu nyingine inatokana na swala la watu wengine kupewa pesa. Kwa hiyo mtu anaweza akapewa pesa na akagoma kuja kutoa ushahidi, au anaweza akafika mahakamani akatoa ushahidi ambao ni kinyume na uhalisia, na matokeo yake yanapelekea kesi hizo kuweza kufeli mahakamani na mshtakiwa kuweza kuachiwa. Lakini pia kitu kingine ambacho ni changamoto kubwa sana katika kesi za mambo ya ukatili wa kijinsia au ukatili dhidi ya wanawake na watoto ni swala zima la jamii kutokuwa na uelewa. Unakuta mtu ametendewa uhalifu mkubwa sana, lakini yeye anaamua kuugulia maumivu na kuona kwamba basi amwachie Mungu, wakati kumbe sheria zipo na zinamlinda, na kwamba angeweza kuchukua hatua ya kufika kwenye vyombo husika na haki yake kuweza kupatikana kwa wakati, ambapo yule mtuhumiwa aliyetenda uhalifu huo angeweza kuchukuliwa hatua, na hivyo kuweza kuogopesha watu wengine kufanya mambo kama ya namna hiyo. Tumegundua kwamba malezi yana mchango mkubwa katika kuboresha ustawi wa mtu, kwanza anapokuwa bado ni mtoto mdogo, lakini hata atakapokuwa mkubwa. Kwa sababu hiyo tunaamini kwamba matatizo mengi ya vitendo vya ukatili ambayo yanatokea leo, ambao watu wanafanya katika umri mkubwa leo, ni kwa sababu ya malezi pengine waliopata kule nyuma. Kwa hiyo wanapoendelea kuishi, unakuta wanaanza kufanya vitendo vile vile kwa sababu wenyewe walifanyiwa. Kwa hiyo katika eneo hili la malezi tunajumuisha watu wengi. Mzazi ana wajibu wa kufanya, lakini pia jamii inayotuzunguka ina wajibu wa kufanya, lakini pia taasisi mbalimbali za serikali na ambazo binafsi katika ngazi za mashule na vyuo wana majukumu ya kufanya. Changamoto kubwa ambayo naweza nikaisema, pamoja na elimu kubwa ambayo imetolewa kwenye ngazi ya jamii kupitia vyombo mbalimbali, changamoto moja kubwa na mimi ni kwamba bado vitendo vya ukatili vipo. Sasa tulitarajia pengine kwa kuwekeza katika elimu katika ngazi mbalimbali, vitendo hivi tungevitokomeza vikaisha kabisa. Ndio tumevipunguza, lakini bado vipo. Kwa tunapokutana hapa wote, swala ambalo tunajiuliza, kwa nini pamoja na kutoa elimu, kwa nini pamoja na vyombo vya sheria kutimiza wajibu wake, kwa nini pamoja na watu humiwa na watu ambao wameonekana imethibitishwa katika vyombo vya sheria kwamba wamefanya vitendo vya uhalifu na vitendo vya ukatili na kupewa hukumu pengine kali ya miaka 30 na watu wanasikia kwenye vyombo vya habari, kwa nini vitendo hivi haviishi? Huko nyuma kumekuwepo na mila na desturi ambazo zilikuwa zikichagiza au zikichangia kuwepo na ukatili. Sasa kuwaondoa watu kwenye mitazamo ya awali, kuwaondoa katika mila zile ambazo zimekuwa zikichangia ukatili, si jambo ambalo tunaweza tukalianza leo na tukafika kesho tukasema limeisha. Hii ni vita ambayo inapaswa kuendelea, hii ni elimu ambayo inapaswa kuendelea, na tunaamini yapo mabadiliko. Jamii inapokea na watu wanabadilika, watu wanapokea elimu na kuona mabadiliko. Kwa hii ni elimu ambayo inapaswa kuendelea, kwa sababu tumekuwa na miaka mingi ambayo kumekuwa na mila na desturi ambazo za kumkandamiza mwanamke, za kumkandamiza mtoto wa kike. Kwa hiyo kwa sasa tunapotoa elimu hii, sasa tunawaondoa watu katika ile mitazamo ya huko nyuma ambayo walikuwa nayo ya kukandamiza mwanamke au kumkandamiza mtoto wa kike, na kumleta katika hali ambayo sasa ni ya kumjali na kumpa nafasi mtoto wa kike ili naye aweze kufikia malengo yake.